kule kuelewa maana yake ni nini, ili ibada ile iweze kuwa na manufaa na athari katika imani ya Muislamu, inabidi lazima tuwe na taamuli, tuwe na mazingatio. Ni somo la ikhlas. Allah subhanahu wa ta'ala alipomwamrisha mja wake kutekeleza ibada ya hija, walillahi ala nnasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Hii ibada ya hija iliyofaradhishwa na Allah azza wa jalla ni ibada inayotakiwa kufanywa kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Amepata hasara kubwa Muislamu ambaye ataingia katika ibada hii kama Waislamu wengine, lakini lengo lake ni tofauti. Lengo lake pengine ni waliyadhu billahi arriya wasum'a, ni kujionesha na kusikika ya kwamba fulani mashallah hakuna mwaka yuwapitwa na hija. Hasara kubwa, kwa sababu moja katika malengo ya hija ni kumfundisha Muislamu somo la ikhlas. Ni kwamba hija kadhalika inatufundisha somo la tadhhiya. Tatajalla fil hajji suwarun kathiratun min suwari at-tadhhiyat. Sura za tadhhiya zinajitokeza katika hija kwa namna na njia mbalimbali nyingi. Huwezi kuhiji mpaka uwe tayari kutoka katika mazingira na nyumba na sehemu unayoishi, ufunge safari, uingie katika safari, uelekee katika bilad al-haram, mji wa Makka, ndiko kunakotekelezwa ibada ya hija. Maana ibada ya hija inatekelezwa pahala maalum. Kwa hivyo ile mufaraqatul awtani, kule kutoka katika mji wako pale ulipo, kaacha shughuli zako, kaacha familia yako kwa ajili ya hii ibada, kuitekeleza katika wiki mbili, siku 10 na takriban. Ukienda katika ibada ya hija utakwenda kulala katika mahema, ni kujitolea, sacrifice unaifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa umeweza kutekeleza sacrifice, unaweza kuifanya tadhhiya hiyo hiyo katika maisha yako yote kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wanatuambia wanazuoni ni tadhkirun biyaumil qiyamati, na inamtaka Muislamu aelewe na akumbuke siku ya kiyama. Na mafunzo haya yanaanzia mavazi anayoyavaa Muislamu. Mwanachuoni katika tabiina Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi ta'ala alayhi, huo ni mwanzo wa ukumbusho wa Muislamu ya safari yake ya kiyama ya akhira. Tizama vazi analovalishwa na hili vazi la kafani analofinikwa nalo maiti, utaona kuna tashabuhi kubwa sana. Maiti mle ndani hamna kitu kabisa, amefinikwa na nguo nyeupe peke yake ambazo ni 3. Tofauti ni namba, wewe umevaa nguo 2, maiti amevaa 3. Sasa yule Muislamu ambaye ihramuhu ila ihram yake la yudhakiruhu bikafanihi, ambayo haitomkumbusha kafani yake, basi asema famata yatadhakkar. Huyu Muislamu lini tena atakumbuka mauti, wakati Allah azza wa jalla ashakuwekea baadhi ya vituo vya kukukumbusha kwamba mauti yapo yanakuja. Ndani ya ibada ya hija kuna sura nyingine hapo hapo ya tadhkiri bi yaumil qiyamati, tunakumbushwa sura ya mahshar. Ni kule Allah subhanahu wa ta'ala yaumil qiyamati kwenda kuwakusanya watu wote pamoja. Yaumil qiyama hakutakuwa katika kufufuliwa na tofauti za rangi na tofauti za makabila na tofauti za nationality na nchi. Muislamu anapovaa nguo ile ya ihram, basi ni Waislamu wote wanavaa nguo ile ile. Leo lau tuna rais ambaye ni Muislamu, hata kwenda kuvalishwa nguo yake au hatavaa nguo specially kwa sababu yeye ni president. Hakuna mfalme anayevaa ihram yake specially kwa sababu yeye ni mfalme. Nguo ni 2 peke yake za ihram. Hii ni kukumbushwa sisi Waislamu ya kwamba sote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tupo katika daraja moja. Masomo haya tunayapata katika ibada ya hija kama alivyotufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.